katika nyimbo za wokovu. Sijui kama kuna wale ambao wanaifahamu. Dhahabu na fedha haziniokowi, hazina na mali haziponyi roho, lakini kwa damu ya Yesu Mwokozi nimenunuliwa nipate uhuru, nimekombolewa pasipo mali, kwa neema nimeokoka, ni bei ghali kwa damu yake alilipa deni langu. Dhahabu na fedha hazinilipi madeni makubwa ninayo kwa Mungu. Mwokozi alinikomboa kwa damu, nipate wokovu nitoke dhambini. Nimekombolewa pasipo mali, kwa neema nimeokoka, ni bei ghali kwa damu yake alilipa deni langu. Dhahabu na fedha haziufungui mulango wa kukaribia Mwenyezi, lakini kwa damu nimeifikia neema ya Mungu aliye mkuu. Nimekombolewa pasipo mali, kwa neema nimeokoka, ni bei ghali kwa damu yake alilipa deni langu. Dhahabu na fedha hazinifikishi nyumbani mwa Mungu niliyemwasia, lakini nimekombolewa kwa damu. Kwa hiyo nitachukuliwa mbinguni, nimekombolewa pasipo mali, kwa neema nimeokoka, ni bei ghali kwa damu yake alilipa deni langu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
wimbo ya ngufungufu, lakini tunapima pima. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kama ametupatia siku hii ya leo. Hatukuwa tunazania kwamba tutaiona, lakini amefanya vyema kutupatia nayo. Asifiwe Bwana. Tutasoma Ufunuo wa Yohana sura ya 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 5, tunasoma mstari wa 9. Ufunuo wa Yohana sura ya 5, mstari wa 9 na mstari wa 10. Mtuwekee hapa juu. Ufunuo wa Yohana sura 5, mstari wa 9 na wa 10. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Ni neno la Bwana. Amina. Wakorinto wa kwanza sura 7 mstari wa 23. Wakorinto wa kwanza sura 7 mstari wa 23. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Amina. Tumalizie kwa Mathayo sura 27 mstari wa 15. Mathayo Injili sura 27 15. Tutashuka pale mpaka 56. Natazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Turuke kwa mstari wa 62. Hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 atafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza.
Pilato akawaambia,